za kimataifa. Faith Kapilima, Tanzania, mwenye asili ya kabila la Wangoni kutoka hapa Tanzania Songea, amechaguliwa kuwa diwani wa kata ya Victoria nchini Uingereza kupitia chama cha kihafidhina cha Conservatives. Sasa hapa tuungane naye kuweza kuzungumza naye mubashara kabisa kwenye utajiri wa habari wa EATV saa moja kuweza kufahamu hasa njia alizotumia kuweza kushinda, lakini pia baada ya kutangazwa nini ambacho kinafuata, lakini yeye nini ambacho anakwenda kufanya sasa kupale. Na shukrani sana kwa kuungana nasi mubashara kabisa Faith Masanza. Karibu sana katika utajiri wa habari wa EATV saa moja. Hai, asante. Naam, tunashukuru pia kwa kuungana nasi. Kwa hapa kwetu sasa hivi ni saa moja. Bila shaka lugha ya Kiswahili wewe inapanda vizuri kabisa. Naongea Kiswahili vizuri kabisa. Sawa, asante. Pengine kwa kuanza tunatamani kufahamu na nilikuwa nasoma taarifa yako hii. Moja sababu ambayo imepelekea wewe kuweza kushinda ni wanaita ni disability, learning disability, wakisema hivyo taalamu ama kwa Kiswahili kujifunza polepole ama tatizo la swala zima la kujifunza. Pengine hili tueleze kwa kifupi kabisa, ulikuwa unamaanisha nini na kwa nini ulishikilia hili? Mtoto wangu wa kwanza ana learning disability, autistic, kwa Kiswahili ni usonji. Ni tatizo ambalo amekuwa nalo kwa muda mrefu sana, na lilinisumbua kweli katika ufanyaji kazi wangu. Lilikuwa linanizuia na kunipatia matatizo. Kwa hiyo ilinichukua miaka 3 kuweza kupata msaada kutoka kwenye serikali ili kuweza kumaccommodate na mimi kuweza kufanya kazi. Kwa hiyo baada ya hapo nikaona ni bora nijiunge katika siasa kusupport familia nyingine ambazo zina uhitaji huu. Na ni kweli ni wapo wengi mno ambao wana watoto wa aina hii lakini hawajui waanzie wapi au waende wapate msaada. So that's the main reason. Yes. Okay, hongera sana kwa ushindi huo ambao umeupata huko Uingereza. Lakini sasa pengine hii nafasi ambayo umeshinda, majukumu yake ni yapi hasa kwa hapo Uingereza? Okay. Jukumu la kwanza ni kuwakilisha maoni ya wananchi katika sehemu husika. Na jingine kuboresha huduma za jamii. Sasa hasa kwenye afya au disability ambapo mimi nasimamia. Kuhakikisha watu wenye ulemavu au wazazi watoto wenye ulemavu wajue waende wapi wapate huduma, kuboresha maisha yao. Kwa sababu ni ngumu sana kuwa na mtoto ambaye anahitaji 24/7 help na unahitaji kufanya kazi pia kumudu maisha kwa kawaida. So that's another reason. Nitakuwa ni kazi yangu. Na pia huduma nyingine kama barabara, hospitali. Nitakuwa nawakilisha matatizo ya jamii wanaoya face. Kingine pia ni kujumuisha jamii pamoja. So I'll be also organizing events, public events, na kujumuisha watu na kusherehesha watu pia. Okay. Nzuri sana hiyo. Baadhi ya mataifa tunafahamu kumekuwa na sintofahamu kwenye masuala ubaguzi wa rangi na vitu kama hivyo. Wewe kwa hapo ulipo na kugombea mpaka kupata nafasi hii, pengine haukupitia changamoto yoyote katika swala zima rangi na mengineyo hasa? Hapana. Toka nije UK ni tofauti kabisa na watu wanavyowaza. Toka nije UK sijawahi kubaguliwa kwa rangi kabisa na mtu yoyote yule. Kwenye kazini au politics walinipokea vizuri sana. The only thing I would say ni kwamba mimi mwenyewe binafsi nilijengea confidence kubwa mno kwamba in case nitabaguliwa nitaweza kumudu hizo challenges, lakini haijawahi kutokea nikabaguliwa na mtu yoyote. Okay, nzuri hiyo. Swali la kizushi kidogo. Baada ya nafasi hii ama baada ya mapambano yote hayo, pengine tukurejee Tanzania, tarejea nyumbani? Well, yes, Tanzania ni nyumbani, nitafika nyumbani, nitakuja. Mimi ni Mtanzania, asili yangu ni ya Kitanzania, so yes, nitakuja nyumbani kuwaleta watoto wangu pia waje kuona nyumbani. Yes, ni muhimu. Na swala la uraia na lenyewe? All right. That's very interesting. All right. Mimi nimeuchukua uraia wa UK, lakini asili yangu ni Tanzania na naipenda nchi yangu. Sawa, pengine kwa kuhitimisha sasa, Mtanzania anayekutazama wakati huu na lipi la kumwachia hapo hasa kwenye masuala ya kiuongozi na wanawake vile vile? Kwa wanawake wa Kitanzania ambao unajua
wanawake wa Tanzania wanapitia challenges nyingi sana ambazo wasitegemee wanaume wataweza kuzitatua. Kwa kuwa wanaume hawazi experience hizo challenges. Kwa hiyo mimi nawasihi wanawake wa Tanzania wenyewe wainuke na kupigania nafasi serikalini, sehemu mbalimbali, ili kusimamia haki za wanawake wa Tanzania. Wasitegemee wanaume kutekeleza hayo majukumu. Na hongera sana kwa ushindi. Bila shaka utatualika nasi kuja kusherehekea ushindi huu hapo Uingereza. Oh well, one day, yes, you're welcome. Asante kwa kuungana nasi, shukrani sana. Thank you, thank you. Haya, mbona tumezungumza naye Tanzania, mwenye ana asili ya Kitanzania na